habari ya leo. Haya ni maelekezo maalum ya namna tutakavyoenda kuitumia application yetu ya MTK Engineering Mode. Ninaanza kwenye hatua ya kwanza kabisa, namna tutakavyo download application yetu. Tunai-download kutoka kwenye Play Store. Ninafungua data kwanza, data yangu nimeifunga. Naifungua data kama hivi. Baada ya kuiwasha data, natoka na kuja kwenye Play Store na bonyeza Play Store. Play Store inapofunguka, Play Store inafunguka hivi, na ili tuanze kutafuta, naenda kwenye search, sehemu ya kusachia, naandika MTK. Naacha nafasi, itaniletea option hapa chini. Itaniletea option, imeniletea option hizi hapa. Nachukua option ya kwanza, MTK Engineering Mode, nabonyeza hiyo. Baada ya kubonyeza hapo, nasubia nipe option. Imeniletea MTK Engineering Mode, ni application iliyotengenezwa na The Monster. Application yetu ipo hivi. Itazame namna gani, namna ilivyo. Kama unavyoona, MTK Engineering Mode ni nzuri, inapendeza, inavutia kwa kweli. Twende sasa tukafanya installation ya application yetu. Tuna install application hapa. Tuna accept. Muda si mrefu inaanza kudownload application yetu. Yes, inaanza kudownload. Haitachukua muda, inachukua muda mchache tu na itakuwa imemaliza kudownload. Kama unavyoona hivi, application yetu ina download, ina ukubwa MB 1.20, si kubwa, inamaliza muda si mrefu. Sasa kumbuka, hii ndio application ambayo tutaitumia kuweka kodi. Utaitumia kuiwekea kuweka kodi. Kwa hiyo tuwe pamoja. Inaanza kufanya installation hapa. Inafanya installation. Yes, installation imekamilika. Imeshamaliza. Sasa kama unavyoona imemaliza kufanya installation, tunarudi kwenye application yetu kwa ajili ya kuifungua. Nafunga data. Ninafunga data. Ninaomba nifunge data hapa. Yes, nafunga data. Nimefunga data ili iniruhusu kufanya kazi yangu vizuri. Ninapoenda kuonesha namna gani tunavyotumia application yetu ya MTK hapa, tunaifungua MTK kama hivi unavyoona. MTK inafungua kwa MTK Engineering Mode Start. Ina option 3. Ina option ya Android setting. Ukiingia kwenye Android setting, ina vitu vyake vingi, ina phone information, battery information, usage statistics na wifi information. Ila kuna MTK setting pia. Kwenye MTK setting ina option zake, ina telephone kama unavyoiona. Ina vitu vyake, connectivity na yenyewe pia na yenyewe kama unavyoiona ina vitu vyake. Kuna hardware testing na yenyewe ina vitu vyake. Kuna location na yenyewe ina vitu vyake vingi tu. Kuna lag and debugging na yenyewe ina vitu vyake vingi tu kama unavyoviona hapo. Ila pia kuna others na yenyewe kuna vitu vingi tu hapa. Sisi tunachohusika nacho kwenye engineering mode hapa kwenye MTK setting ni connectivity. Kwa ukishatoka kwenye telephone unakuja mbele unakutana na connectivity. Kwenye connectivity hapa, kwenye connectivity kuna Bluetooth kama unavyoona, kuna CDS information, kuna Wi-Fi, kuna ILC FM receiver, kuna Wi-Fi CTIA, kuna Wi-Fi display. Sasa sisi tunaenda kwenye CDS information hapa, kwenye CDS information. Kwa hiyo ndio tunai-click CDS information, inatuletea Common Data Service. Common Data Service ina vitu vingi kama hivi unavyoviona hapa. Ina vitu vingi kwa kweli. Ina CDS information, ina Wi-Fi information, ina Wi-Fi 2P information, ina radio information. Sisi tutakuja kwenye radio information
Unakuja kwenye radio information, ndio bonyeza radio information. Kwenye phone inatuletea phone information ambapo kuna phone 1 na pia kuna phone 2. Sisi tunadili na phone 1, bonyeza kwenye phone 1. Ukifika kwenye phone 1 inakwambia radio information. Kwenye radio information kuna AT+ imeandikwa kwa herufi ya blue. Nenda hapo kwenye AT+, weka kasa yako. Ukishaweka kasa yako, bonyeza herufi E. Tutabonyeza herufi E, imekuletea option nyingi hapa. Inakuletea AT+ EGMR is equal to 1,7, inakuletea alama ya kufungua semi na kufunga semi. Ziko nyingi hapa chini, hizi ni chini zinaendelea hapa. Sisi tunachagua ya kwanza ya 1,7, hii ya kwanza hii ndio tunaichagua, ibonyeza hiyo. Ukishaibonyeza, hakikisha sasa chukua kasa yako, hakikisha kwenye hizi alama za kufungua semi na kufunga semi hizi ziko 4 hapa. Ziko 4, hakikisha inakaa katikati kabisa kwenye hizo alama hiyo kasa yako. Alafu baadaye kwa kujaribisha kama imekaa katikati. Mimi najaribisha kuandika herufi G. Yes, imekaa katikati. Simuona huko ziko 2 huko 2, kwa hivyo ipo katikati, G ipo katikati. Kwa naifuta G hivyo. Sasa baada ya hapo andika kodi. Hizo ni hizo kutumia kwenye hapo mahali hapo. Andika hizo kodi. Mimi natumia mfano kuandika email ya kwangu, ila wewe andika hizo kodi nizo kutumia. Andika hizo kodi. Tazama mimi ninavyoandika kwa ajili ya mfano. Naandika 35 677 40 71 86 25 66. Tayari nimeshaandika hivyo. Baada ya hapo nenda pale kwenye AT+, weka kasa yako mbele ya plus. Yes, kasa imekaa mbele ya plus. Bonyeza bar space, sehemu ya kuongezea nafasi, weka nafasi moja tu hapo, ongeza space moja. Hivyo imeongezeka space. Baada ya hapo kuna ili neno limeandikwa send at command. Naona unajua unaliona hilo. Sasa bonyeza hapa kwenye send at command, unabonyeza mara moja tu. Imeenda, imekubali. Jibu letu imetuambia ni info at command is sent. Okay. Kwa kuiondoa hapo, bonyeza hapa kwa juu yake tu. Yes, imetoka. Baada ya hapo nenda hapo kwenye AT+ EGMR is equal to 1,7. Nenda mbele ya weka kasa yako mbele ya 7 hiyo. Ukishaweka mbele ya 7, futa hiyo 7. Hiyo 7 futa. Tunafuta 7 hivyo. Yes, tumeifuta. Baada hapo andika 10 hapo ulipofuta 7. 10. Kama hivi nilivyoandika. Baada hapo tena bonyeza hiyo send at command. Bonyeza. Nimesend at command. Imeniambia info at command is sent. Okay. Yes, ndio vizuri hivi, imekuletea jibu zuri tayari. Baada ya hapo una restart simu yako. Una restart. Bonyeza kwenye kile button ya kuzimia, inakuletea option 2, kuna reboot, kuna power off. Wewe unaenda kwenye kureboot hapo, unabonyeza kwenye kureboot, una reboot simu yako. Baada ya kureboot simu unakuwa umesha restart simu yako, inazima afu inawaka yenyewe. Baada ya kuwaka, hilo zoezi unakuwa umelikamilisha. Baada ya hapo hilo zoezi unakuwa umelikamilisha. Kile unachokitarajia kitokee kwenye simu yako unakipokea ndani ya masaa 12 toka umetuma ile neno zawadi kwenda kwenye namba 15300. Asante kwa kuwa pamoja nami na